Ndugu mtazamaji, karibu tena. Uwe na sisi mwanzo hadi mwisho wa video hii, na kushauri usiweze kuexit ili ujifunze vitu vizuri sana ambavyo vitaweza kukusaidia kuongeza uzalishaji wa maeneo yako yote ya kazi unayofanya. Uwe ni mtu ambaye unafanya kazi ya kitumishi serikalini, uwe ni mtu ambaye unafanya kazi kwa biashara yako binafsi, uwe umeajiriwa. Hebu kaa na sisi mwanzo hadi mwisho wa video hii, uone namna ambavyo inaenda kuongeza uwezo wako wa kutenda na uwezo wako wa kiuzalishaji, ule ambao unakwenda kuleta mabadiliko chanya ambayo utayafurahia mwenyewe kuliko ulivyo sasa hivi. Asante kuwa na sisi mwanzo hadi mwisho. Kawaida sana kwenye maisha yangu mimi binafsi, huwa nimepanga vitu vya kufanya kwa siku, kwa wiki, hadi kwa mwezi. Lakini mara nyingi sana inakuwa inatokea kwamba hayatokei matokeo yale ninayokuwa nayatarajia. Na nikijiangalia unakuta kuna madhaifu mengi sana yamepita katikati yanayopelekea kutokupatikana matokeo ya yale matarajio niliyokuwa nimeyaweka. Leo nitaongea vitu kadhaa ambavyo vinaweza kukusaidia kama wewe ni mmoja wa watu wa aina hiyo ambaye nimemweleza straight hapo mwanzo. Nitakuonyesha namna ambayo itakusaidia sana kuweza kukuza productivity yako. Imenisaidia mimi baada ya kujifunza kwamba nimekuwa nikimiss out, nashindwa kutimiza yale malengo yangu niliyojiwekea mwenyewe kwa wakati. Sasa nikirudi nyuma nikiangalia, kuna vitu ambavyo vimekuwa vikisukuma mimi kutokuwa that productive. Baada ya kuwa nimevigundua, nikagundua baadhi ya point kama 4 au 5 ambazo tutaziongea hapa, ambazo zitakwenda kukusaidia wewe kuweza kuongeza uzalishaji. Hakuna uzalishaji mkuu ambao hauhitaji kuongezwa. Always there is a room for improvement. There is a room for improvement. Sasa shida ambayo ilikuwa imekuwa kubwa sana kwenye usugu wa maisha yangu ambao nimekuwa nikiishi nao, ni kwamba pale ninapotaka kuwa productive, ninakuwa nimeweka ahadi au ninakuwa nina lengo fulani la kutimiza kwenye maisha yangu. Mfano tu, ninaweza kuwa ninasema nataka niongeze mapato yangu mwezi huu yatoke kiasi hiki cha fedha kwenda kiasi hiki cha fedha kwa mwezi. Maana yake ni kwamba nitatengeneza vitu, activities ambazo zitakazoongezeka kwenye kawaida yangu, zitakazo kwenda kuwa ni sawasawa na ongezeko la ile budget. Nitaweka activities pia kwamba kazi hizi ndizo nitakazo kwenda kuzifanya zitakazoweza kuongeza mapato yangu, kwa sababu hizi kazi ni nyongeza ya kazi zangu za kawaida kwenye mwezi. Kwa hiyo siwezi kusema tu naongeza mapato bila kuongeza activities, bila kuongeza kazi. Sasa wakati naanza kufanya hivi vitu, nilikuwa nafika mwisho wa mwezi mapato hayajaongezeka. Ukikuta niko pale pale nilipokuwa mwezi uliopita. Nikawa najiuliza ni kwa nini? Katika kupitia kwa miaka ya kutosha nikaja kupata majibu kadhaa ambayo nataka nieleze hapa. Ya kwanza kabisa ni kwamba nilikuwa ninashindwa kuweka kipindi maalum cha kutimiza jambo fulani. Nilikuwa nikipanga activity, nikipanga shughuli, ninaiachia wazi na uwazi mkubwa, naweka lengo la muda wa mbali. Nasahau kwamba watu huwa wanajisomea kipindi cha mitihani. Kumbe nikaja kugundua kwamba nikitaka kutimiza kitu changu, hebu nikifinya na muda, na kiwekea muda mfupi ili nione kama nitakitimiza. Kwa hiyo nikishakiwekea ule muda mfupi, naanza kupambana kiutokee kwa muda mfupi. Nimekuwa nikifanya hivi. Baada ya kuweka muda mfupi zaidi, kadri ninavyopunguza muda mfupi, pressure inaongezeka. Pressure inapokuwa inaongezeka kwangu, ninaanza kufanya kidogo kidogo
muda unakwenda, mwanzoni pale muda ulikuwa unaniishia kabla sijamaliza, lakini bahati ni kwamba walau ilikuwa inanipa nafasi ya kuanza kufanya. Kabla ya kufanya hivi, nilikuwa nikiwekea muda, nikitaka activity nikiipanga na iacha wazi au nawekea muda wa mbali. Kwa hiyo mpaka unaisha najikuta nasema nilishasahau kama nilijiwekea hiyo activity. Mpaka matokeo yaje yaniathiri ndio niseme hivi kumbe nilipanga kufanya kitu fulani. Kwa sababu nilikuwa nimepanga hicho kitu alafu nikakiwekea muda mrefu sana ambao ulikuwa haunisukumi kwenda kuanza. Nilikuwa naona kama kesho ipo na kesho si ipo, nitafanya kesho. Nilipojifunza kwamba kumbe kila ninachokifanya lazima nikifix na muda na siku na wakati. Ndio maana sisi hapa leo kila Alhamisi ni lazima tukuachilie video yetu. Tumeplani hivyo kwamba kila Alhamisi utapata video mpya kwenye mitandao yetu yote ya kijamii pamoja na YouTube. Tungeacha tu wazi kwamba kwa wiki tutakuwa tunaposti video moja, kuna wiki ingepita hatuja post. Lakini sasa hivi ukitaka timu nzima ijisikie vibaya, na mimi mwenyewe nijisikie vibaya, na wewe mtazamaji ujisikie vibaya, ni sisi kutokuposti Alhamisi video yetu mpya. Kwa kufix siku na kufix muda, na tuna muda maalum, ni nafuu wahi kuliko kuchelewa. Tumejiwekea Alhamisi isifike saa 10 kabla mteja hajapata video yake. Kwa hiyo muda wote chini ya saa 10 inaruhusiwa, lakini sio baada ya saa 10. Baada ya kufix kipindi na wakati maalum, commitment, ile hadhi ya matamanio ya kujicommit. Kuna wakati hata timu nzima unakuta na majukumu yake yametingwa, lakini kwa sababu inafahamu specific Alhamisi kabla ya saa fulani video imetoka, wanaofanya production wanafanya kwa deadline. Sisi tunaofanya kazi za kuongea tunajua tunaongea lini. Yule ambaye anafanya kazi ya kupost anajua ni lazima ipostiwe kabla ya saa 10 Alhamisi. Sasa wote hawa, kwa kinachotusukuma kufanya ni kweli tunakusudi, tuna lengo la kuwafundisha Watanzania au watu wengine wanaotusikiliza, lakini tumejiwekea mipaka ya muda na wakati. Kwa maana ya muda na siku. Imetusaidia sana kuwa kitu kinaitwa punctual, effective, efficient. Tumeweza kuwa kila kitu kwa maana ya tunachokifanya, na tumekuwa tukiboresha video zetu siku hadi siku. Lakini kitu kikubwa kinachotusukuma ni fixed time. Kwamba tumeweza kujifungia muda na wakati maalum wa kufanya jambo hili. Kitu cha pili ambacho mimi ninakiamini na huwa ninakiishi na nimekitaka kukiishi, kinachoboresha performance yangu, huwa ni wingi wa vitendo ninavyovifanya. Kwa Kiingereza wanaita volume. Ninaamini sana kwenye wingi wa vitendo kunifanya kuwa bora. Nikiongea mara nyingi kadri ninavyoweza, ndivyo ambavyo ninazidi kuwa mnenaji na muongeaji mzuri zaidi. Nakumbuka wakati naanza nilikuwa sijui hata mapigo gani ya sauti, rhythmic au mwenendo wa maneno yangu au mpangilio wa vitu vyangu. Nilikuwa nikiongea sio kwa upangilio mzuri sana, lakini nilikuwa nikiongea. Lakini kadri siku zinavyokwenda, mimi binafsi ninafahamu, ninajua namna ya kupangilia maneno, namna ya kupangilia mwenendo, namna ya kupangilia rhythm, ili wewe unayenisikiliza uweze kupata thamani ya kile ambacho mimi nakisema. Lakini hii yote inakuja kutokana na kufanya hii kwa muda mrefu. Sio kwa muda mrefu, kwa volume. It's not a time, ni volume, ni wingi kwa wingi. Unajua Afrika na sisi ambao tumekuwa kwenye hizi nyanja ambazo professionalism unaitengeneza mwenyewe. Yaani ukitafuta chuo cha kukutengeneza uwe kama mimi, unaweza ukakosa kabisa. Kwa hiyo inabidi utengeneze mwenyewe. Kwa hiyo ili utengeneze mwenyewe, kinachokusaidia pekee ni namna unavyorudia kufanya hicho kitu mara kwa mara. The volume, ukirudia kufanya mara kwa mara, kila unapofanya unagundua kosa mahali. Kila unapofanya, hata kama una edit video, kila unavyoedit ya kwanza unagundua
hebu ngoja niongeze hiki, ngoja niongeze hiki, ngoja niongeze hiki, ngoja niongeze hiki, ngoja niongeze hiki. Kumbe ndo naenda hivyo mwenzetu. Unashangaa quality yako inapanda kadri unavyorudia mara nyingi. Lakini kwa mwaka mzima ungekuwa una edit video moja, alafu unakaa tena mpaka mwaka ujao ndo una edit video nyingine, ubora wako usingekuwa kwa haraka. Ni sawa sawa na mtu ambaye ana edit video kila siku. Kwa hiyo ukitaka uwe mzuri kwenye jambo fulani lolote lile, fanya mara nyingi iwezekanavyo. Hakuna ambaye huwa anaanza akiwa perfect, lakini watu tunamaliza tukiwa perfect. Ninafahamu hata sasa bado tunaendea ubora, bado tunatafuta ubora mzuri wa kufanya mambo yetu, lakini ninakwambia hivi, ukitaka mambo yako yafanikiwe vizuri sana, chochote unachokifanya kifanye mara nyingi kadri iwezekanavyo. Kirudie mara nyingi kadri iwezekanavyo. Ukitaka kuwa dereva mzuri, endesha gari mara nyingi iwezekanavyo. Ukitaka kuwa mwimbaji mzuri, fanya mazoezi mara nyingi kadri iwezekanavyo. Chochote kile unachotaka kuwa bora, volume, ukikifanya mara nyingi sana, kinazidi kukufanya wewe kuwa bora. Kadri unapopunguza idadi ya kufanya, ndo unapunguza ubora wako. Kwa hiyo ukitaka uweze kufanya vizuri sana kwenye jambo jingine unalolifanya, hakikisha umetumia hii principle ya kufanya kazi mara nyingi kadri iwezekanavyo. Rudia hata kwa siku mpaka jioni, wewe rudia tu kufanya hicho kitu. Mpaka inafika jioni, hata kama unataka kupika kitu fulani hujui, unataka kupika ice cream hujui, unataka kupika keki hujui, unataka kufanya kitu fulani hujui, jaribu mara nyingi kadri iwezekanavyo. Kadri unavyojaribu unaboresha ile iliyopita. Kila toleo linatoka likiwa bora kuliko toleo lililopita. Mwisho wa siku unajikuta umefika kwenye eneo ambalo lina kilele cha ubora wa ile jambo unalolifanya. Imenisaidia mimi, na mimi na wewe unayenisikiliza ukifanya hivi itakusaidia. Kitu cha tatu ambacho kimenisaidia sana kuweza kufanya vizuri kwa kile ninachokifanya na kuendelea kuboresha ninachokifanya, ni kuwa na kitu ambacho nimewahi kukiongea, kuwa na framework inayoniambia kwamba sasa hivi hapa uko nje ya wakati. Hapa unafanya off beat, uko nje ya beat. Hapa sasa hivi umepotea. Kuna framework inayoniongoza kwamba nitafanya hii video kwa namna gani, naanza na nini, katikati nafanya nini, nikiwa namalizaje. Yaani kuna framework inayoniongoza kufanya ninachokifanya. Sifanyi tu kwa sababu ninaongea, hapana. Iko ndani ya framework. Framework ni muundo wa maongezi au wa kitu unachotaka kwenda kufanya. Hakuna kitu ambacho hakina muundo. Chochote unachotaka kufanya, iwe biashara ya aina yoyote ile, ina muundo. Kuna video ambayo imepita nimesema watu tu ni kwamba huwa hawataki kufuatilia huo utaratibu wa kimuundo. Ndio maana matatizo ni mengi sana kwenye jamii yetu, ni kwa sababu watu wengi sana hawako tayari kufuatilia muundo. Ndio maana hata unakuta kuna ujenzi holela, kuna mafuriko, kuna nini kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu tu kuna watu hawakutaka kufuatilia framework, muundo wa eneo husika na muundo wa kinachotakiwa kuwa mahali pale. Kila mtu atakavyojiamkia ndio hivyo, yani anaamka anaangalia kushoto, anaamkia kushoto huko. Mwisho wa siku umeaziba maji, mafuriko yanakuja, hayana pa kupita, wote mnajaa maji. Kwa sababu muundo wa eneo lile umeundwa kwamba kuna mteremko na kuna bonde linapita. Lakini sisi mradi umepata mahali, basi ndio hapo unafanya. Mwisho wa siku unakuta huko nje ya utaratibu. Kwa framework ile inakosekana. Unakosekana muundo wa kukuongoza. Muundo, framework ni kiongozi anayekufanya kama guide, ni kama kiongozi anaye guide. Kama unavyoona tour guide kwenye hifadhi au mahali pengine, wanakuongoza njia, wanakuongoza hifadhi, wanakutambulisha vitu vilivyoko pale. Wale ni guide. Sasa chochote unachokifanya ni lazima kiwe na framework ambayo ni guide. Uwe nayo. Wanaofanya coding, wanaofanya programming na coding, wanafahamu kwamba ni lazima uandike framework ya kodi zako ili mtu mwingine na API yake aweze kuja kuintegrate. Kama hakuna framework iliyoandikwa, hata ikija API nyingine haiwezi kuingia pale, kwa sababu framework yako na framework ile hawezi kusomana.
Sasa vitu vyote kwenye kazi tunazozifanya huwa zinatakiwa vitengenezwe vikiwa vina muundo wa kupokea wateja. Kile unachokifanya kiwe kina muundo maalum ambao unawavutia walaji. Lakini pili, inakushape wewe uweze kutoka ndani ya muundo, ndani ya framework. Inakuwa ni guide yako, hautoki. Lakini kuna watu leo hii hawajui kama ametoka kwa sababu kwanza hamna framework. Kwa huku yupo, kule yupo, kule yupo, chini yupo, kila mahali yupo, kwa sababu hajui kwamba ni kitu gani kinachomuongoza kufanya kile kitu anachotaka kufanya sasa hivi. Kwa hiyo hata akiwa nje ya framework hajui. Ili mradi ameona ni kitu kizuri, kina maana, kinaeleweka, let's go. Kumbe yuko nje ya beat, yuko nje ya framework ile ya utendaji ambao amejiwekea. Mwisho wa siku vitu vyote havitokei kwa sababu umekigusa kidogo uko nje ya framework hujui, umegusa kitu kipya kabisa kidogo hujui kama ni kipya, unakuja huku unagusa hiki hujui, unarudi hapa unakuta kiko pale pale, unajaribu kusukuma kabla hujafika mbali umeitwa tena huku kule. Mwisho wa siku unashindwa kufikisha gurudumu hili mbele. Kwa sababu framework hii hauifuati. Pachika humo scenarios mbalimbali za kwako binafsi, matendo yako unayofanya, vitu unavyofanya, kule unakoishi, biashara zako unazoziendesha, unaziendesha kwa utaratibu. Kuna guide framework kwamba natakiwa niende China kila kwa mwaka labda mara 2. Unatii. Natakiwa nifanye kitu fulani kwa mwaka mara 4. Unafanya. Kunatakiwa kuwe na vikao vya board kwa mwaka mara 4. Unafanya. Kunatakiwa kuwe na kitu fulani kinatokea ili kitu fulani kitokee. Unafanya. Sasa watu wengi sana wameachana na framework. Nimesema video leo nyingine zilizopita kwamba wanaangalia tu matokeo. Ili mradi amejenga basi. Framework kuna maji, kuna matope, kuna bonde, I don't care. Lakini mazingira yatakusababishia tu. Hali itakusababishia tu. Mwisho wa siku unapoteza fedha nyingi, muda wako mwingi, alafu unafanya kitu mahali pasipotakiwa. Au vinginevyo unakuwa unapata hela ya kula tu kila siku, unapata hela ya kula tu kila siku, unapata hela ya kula tu kila siku, uko kule uko huku. Kule uko huku. Hakuna mahali panaota mizizi, hakuna mahali panakwenda kwa kina, panakuwa kwa level ambayo inakuwa inatakiwa kwenye level ya kimataifa. Tuweke nguvu kwenye mifumo, framework na kanuni zinazoongoza mifumo. Kuna kanuni zinazoongoza hiyo framework. Kama wewe ni mzalishaji wa kitu fulani, hata kama ni kidogo, kuna rafiki yangu mmoja anafanya cards za harusi na kila kitu. Hata kama unafanya kadi za harusi, hakikisha umeweka framework ya kadi zako za harusi na kanuni zinazoiongoza. Sio kila mtu afanye anavyotaka. Kuwe na utaratibu, na nafahamu ameweka utaratibu mzuri na anafanya vizuri, anatakiwa mpaka kimataifa. Najua akiangalia hii video atakuwa anaelewa anayemsema. Kwa kufuata utaratibu, kwa kuweka kanuni na kuweka, imeleta uniqueness. Imeleta upekee. Mataifa mbalimbali hapa Tanzania wanahitaji kadi zake, kwa sababu ziko ndani ya utaratibu. Na zinakusaidia kufanya ubora zaidi. Kwa hiyo kama kuna varsity, kama kuna upanukaji, hata yeye apunguze, ashuke kwenye, awe na classifications ya vitu ambavyo anataka kufocus navyo. Ili ajue tu walaji wanataka nini, alafu then fanya sawasawa na wale walaji kwa kutumia framework maalum. Utaona kinakuwa bora kadri unavyokirudia siku hadi siku, unapokirudia mara nyingi, kinazidi kuwa bora, watu wanakitaka zaidi na kukitaka zaidi, na mwisho wa siku hautoki sokoni kwa sababu unakuwa unaendana na wakati. Kwa hiyo framework ni kitu cha msingi sana cha kujifunza. Kitu cha 4 ambacho ni kama bonus ni kupachika maumivu pale ambapo unakuwa umeshindwa kutimiza malengo yako. Kuna watu kwa kawaida wanaweka malengo alafu hawayatimizi, alafu hakuna maumivu yoyote anayapata. Kwa sababu tu ana nafasi ya kuweka malengo juu ya malengo, anakuwa ni mtu anaweka matumaini tu kila wakati juu ya matumaini mengine. Alafu anapoweka kusudi fulani halijatimia, haumii. Anakosa yale maumivu kabisa. Hana maumivu kwenye kukosa kutimiza lengo. Na hii ni kwa sababu tu kwamba tumelelewa na watu ambao hatuishi kwenye jamii yenye utaratibu mwingi. Kwa hiyo tumejiachia, tumeachiwa. Hata ukikosea, hata usipofuata malengo yako uliojiwekea mwenyewe, hauumii. Unasema tu kesho ipo, ngoja nipeleke kesho.
ngoja nifanye baadaye, tutafanya kesho kutwa. Unaziona zote ziko free, lakini kwa ukweli haziko free. Kila inapofika unakuta na mambo mengine yanaliruka lile jambo, na unalikosa kulitimiza, lakini upate shida moyoni kwako, hauumii. Swala hapa na shauri ni kwamba hebu jaribuni kurejesha maumivu kwenye yale mambo ambayo uliplani kufanya, halijatokea tena kwa muda mfupi, umeliwekea muda mfupi, alafu halijatokea, umerudia halijatokea, au umetaka kufanya haujafanya. Hebu jisikie kuumia kwamba kwa nini mimi sijafanikiwa jambo hili. Ukisikia maumivu huwa ni msukumo wa kuweza kuleta amani, lakini maana yake ni kwamba ili upate amani, maana yake matokeo lazima yaje. Kwa hiyo utapambana kuyaondoa maumivu, lakini kumbe ndio utakuwa unatenda kuelekea kwenye mafanikio yako. Ndio maana huwa nashauri watu wa inflict pain, kwamba kuna watu wanatakiwa kujifunza kwa kutumia maumivu. Sasa unasubiri mpaka maumivu yanakuwa maumivu zaidi ya maumivu ya kawaida. Ni sawa, yatakubadilisha, lakini hebu jifunze mwenyewe kwamba unapokuwa umeweka ahadi, hata ukiplan kitu cha kawaida kwamba sasa hivi nataka niende nikasuke nywele, nenda kasuke nywele. Ukiahirisha, sikia maumivu. Kwa nini umeahirisha? Sio sema tu nitaenda kesho. Inaanzia kidogo kidogo na nywele, kesho unakuja na kazi yako maalum ya kazi, unakuja na kazi nyingine ya biashara, unakuja na biashara zako, unaahirisha. Hausikii maumivu, haufanyi unachotaka kufanya, hausikii maumivu, hauumii chochote. Unakuwa ni mtu ambaye umepata usugu wa kutokusikia maumivu wakati umeahirisha jambo lako. Sasa ule usugu ukishaingia, wewe mpaka mtu aje kuzindue hapo, sijui itatokea nini. Kwa kuna watu mnanisikiliza sasa hivi, mna usugu wa kutokuumia kwa sababu ya kutokutimiza mambo yenu. Nimesema wakati mwingine kwamba hata kusikiliza hizi video, mtu anaacha, atasema atasikiliza baadaye, alafu haumii chochote. Mpaka zinafika 20 hajazisikiliza, mwisho wa siku ni kwamba husikilizi kabisa. Na sio tu video hizi, na maanisha hata matendo yako na kazi zako ndogo ndogo ambazo umekuwa ukizipanga kuzifanya hata kwa siku tu, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hata leo unaponisikiliza hivi, tayari una mipango yako ya kufanya baada ya video hii. Naomba nikuashia hapa, nikuache ili ukatimize, ukiwa unaumia kwamba umeshaahirisha vitu vingi sana. Iwe mwanzo na mwisho wa wewe kuacha vitu visikaenda vyenyewe hivyo hivyo. Huo unasikia maumivu unapokuwa umeahirisha jambo, alafu madhara yake huoni, kwa sababu matokeo huyaoni, huwezi kupata maumivu sana. Mimi nakuhakikishia kuna watu umesababisha wewe wasipate fedha, umesababisha wewe wasipate ajira kwa kuahirisha vitu vyako hivyo. Umesababisha kutokuajiri watu wengine, umesababisha serikali isipate kodi, umesababisha vitu vingi visitokee, umejinyima fursa kwenda Ulaya. Asante kwa kunisikiliza. Karibu sana wakati mwingine, na Mungu akubariki.